Maagizo na maelekezo ya kwanza ni kuhakikisha waheshimiwa wakuu wa wilaya tunawasimamia watendaji wetu wote walioko chini au walioko katika mamlaka zetu, kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza na wale wanaoenda darasa la kwanza ifikapo tarehe 13 Januari wanafunzi wote wanaripoti shuleni. La pili, twende tukasimamie katika mkoa wa Mwanza tunalo tatizo kubwa la drop out, wanafunzi wengi kuacha masomo. Maafisa elimu wa wilaya, wa ngazi za kata, watendaji wa vijiji, lakini pia mko hapa maafisa tarafa, tutafanya mchakato wa kujua katika mkoa ni kata gani inaongoza kwa wanafunzi kuacha shule, yani drop out. Tutafanya pia tathmini kuelewa ni tarafa gani inaongoza, ili tuweze kujipima na kuwapima watendaji wetu, kwa sababu watendaji wetu wengi hawafuatilii taarifa hizi, ambayo haya ni mambo ya msingi kabisa. Lakini namba 3, ninaelekeza kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini pia kwa wakurugenzi wa halmashauri kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo. Ziko wilaya hapa zimetajwa ikiwemo Misungwi na baadhi ya miradi iliyoko Kwimba bado haijakamilika. Kwa hivyo zoezi la usimamizi wa miradi ya maendeleo ni endelevu, na nitoe wito kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini pia wakurugenzi wa halmashauri kuwapatia taarifa wakuu wa wilaya, hata maafisa elimu katika eneo lako miradi ya elimu inakwama, huendi kwa mkuu wa wilaya kupata msaada, hutoi taarifa. Sasa hilo sio jambo sahihi, na afisa elimu mkoa tupate taarifa ya miradi yote ambayo haijaanza na maneno yamekuwa ni mengi kuliko utekelezaji. Hapa umetaja baadhi ya shule zilizopokea fedha toka mwezi wa 8 ikiwemo Ilemela, Magu, Misungwi na Kwimba, na miradi hiyo haijaanza mpaka sasa na tunaelekea kupokea wanafunzi. Tupate orodha ya shule ili tuweze kufanya ufuatiliaji. Niseme Mungu akituweka hai na tukiendelea kwa swala hili tutalichukulia uzito mkubwa sana. Kwa hiyo tusiliache katika kikao hiki. Lakini swala la mapato ya halmashauri, sasa mtakumbuka kwamba tunaelekea kukamilisha robo au nusu ya mwaka, lakini ziko halmashauri hapa zina 40%, ziko halmashauri zina 35%, lakini malengo ya serikali ni kwamba halmashauri zote ziwe zimeshavuka 50%. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya, haya ndiyo mambo ya kuyasimamia kwa sasa. Sisi hatuwezi na hatutakiwi kulala, tusiwe na hangover kwamba najua sijui kama nitakuwepo au sitakuwepo. Sisi tunaendelea kufanya kazi zetu mpaka pale tutakaposikia tumo au hatumo. Kwa hiyo msije tukarudi nyuma mkaacha kusimamia kwa kuhofia hiyo kitu hapo. Kwa hiyo mapato, taarifa imesomwa, mmeona, kila mtu amefanya tathmini katika eneo na wilaya yake, ni vizuri tukafuatilia. Lakini la mwisho, tulifanya sensa ya vijana wasomi wa vyuo vikuu. Ngazi ya mkoa tulikutana na wasomi wa Ilemela na Nyamagana zaidi ya 700. Kuimarisha sekta binafsi ili iajiri watu ni swala la msingi sana, na kazi yetu sisi wataalamu wa halmashauri ikiwemo maafisa mipango ni kuwa wabunifu sasa, ili vijana hawa katika halmashauri zetu wapate shughuli ya kufanya. Kwa hiyo maelekezo yangu waheshimiwa wakuu wa wilaya wote kufanya sensa kama tulioifanya hapa mkoani. Kila wilaya tujue hao wasomi wenye degree ni wakina nani katika wilaya hii, hao wenye diploma na hawana ajira ni wakina nani, hao waliomaliza vyuo vya ufundi ni wakina nani, wako wapi, namba zao za simu ni zipi? Kutaneni nao, kaeni nao, wabunge wao waalikeni.
wasikilizeni hoja zao. Wapo wengine ambao wakiwezeshwa na halmashauri hata milioni 2 tu wanaweza wakaondoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo nimalize kwa kuwashukuruni tena, kwa kuwatakieni heri ya mwaka mpya wajumbe wote katika mkutano wetu huu.